الحمد لله الذي فضلنا على كثير ما خلقنا تفضيلا. فأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة وبعد. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuona katujalia kufika katika muhadhara leo na kufika katika sehemu nzuri kama hii na wakati mzuri kama huyu na kwenye vikao vizuri na vitukufu kama hivi. Kwa kweli vikao kama hivi Waislamu ni vikao muhimu sana. Mtume Allah msalimishe alivisifia vikao hivi, akatwambia kwamba mkipita katika vikao vya ilmu kaeni, mkipita katika mabustani ya peponi kaeni mlishe. Masahaba akamuuliza vikao vya peponi ni vipi? Mtume akamwambia majalisu dhikr, vikao vya dhikri, vikao ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatajwa ndani yake. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie vikao hivi iwe ni sababu ya sisi kuweza kubadilika na kuelekea katika mstari uliokuwa sawa na kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa katika msimamo wa sawa wa dini na kuwa wacha Mungu. Kwa haraka, kwa kuwa muda ni mdogo sana ambao tunao, mada ambayo tumeiandaa leo inasema المرأة الصالحة هي الأساس المجتمع أو هي الأساس الأمة. mwanamke mwema ndiye msingi wa umma mzima. Mwanamke mwema ndiye msingi wa umma mzima. Yani ili jamii iweze kusuluhika, jamii iweze kutengamana sawa sawa, jamii iwe vizuri, lazima tupate nani? Mwanamke aliyekuwa mwema. Wa fasadul mar'ati fasadul umma, na kuharibika kwa mwanamke ni kuharibika kwa umma. Nyinyi wanawake msijidharau, wala siwi mtu atakuonyesha kwamba nyinyi ni watu wa chini, la, bali mwanamke ni mwenye cheo na nafasi kubwa katika Uislamu. Uislamu umempa mwanamke nafasi iliyokuwa nzito na kubwa, na kuonesha kwamba ili jamii iweze kusuluhika, jamii iweze kuwa sawa, lazima apatikane mwanamke, alafu mwanamke ambaye ni mwema. Mtizame Mtume Allah msalimishe anatuambia katika hadithi yake tukufu ya kwamba ad-dunya kulluha mata'un, dunia yote nzima ni starehe. Dunia ni starehe. Wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah, na starehe bora ya dunia ni kupatikana mwanamke mwema. Dunia nzima ni starehe, lakini kusema starehe ya dunia ipate sawa sawa au starehe bora ya dunia, maana yake starehe ambayo ni bora kuliko zote duniani ni kupatikana mwanamke mwema. Maana kama hajapatikana mwanamke mwema, dunia itakuwa na starehe. Kama mwanamume hajapata mwanamke mwema, basi hajasuluhika sawa sawa. Lidhani kuwa mwanamke mwema, kupatikana mwanamke mwema ndio sababu ya umma kuweza kusuluhika, na ndio sababu ya watu kustarehe katika hii dunia. Dunia ni starehe. Mwanamke wa Kiislamu unalazimika uweze kuwa mwema. Yafuate yale ambayo yanakulazimu ili uweze kuyafanya kwa ajili uweze kuwa mwanamke mwema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tutazungumzia baadhi ya vitu fulani kama nguzo au vigezo vya mwanamke mwema. Nitawapa tu vitu vinne, nitakupeni vitu vinne ambavyo vizingatie ni nguzo za mwanamke mwema. Akivizingatia mwanamke
insha Allah atakuwa mwema. Na ukiwa mwema, wallahi jamii na umma utasuluhika na utakuwa sawa. Mwanamke akiharibika shinakuwa ni balaa. Mwanamke akiharibika, mwanamke akitereza ni balaa. Lakini mwanamke akitengamaa sawa sawa, insha Allah na jamii itatengamaa sawa sawa. Kwa nini? Sababu nyinyi wanawake ndio mnaika na watoto muda mrefu, ndio mnashauriana nao sana, unabaki nao sana. Kwa hiyo wewe ndio mlezi wa wale watoto. Lidhani wewe au watoto wakitengamaa kwa ajili yako wewe, ndio jamii itakuwa imetengamaa. Kwa sababu jamii ya kesho ni hawa watoto ambao tuko nao hapa. Ar-ruknu al-awwal, nguzo ya kwanza, silatuha bi rabbiha, ni uhusiano wa mwanamke na Mola wake. Nguzo ya kwanza, uhusiano wa mwanamke na Mola wake. Allah anasema katika sura an-Nisa kuhusikana na wanawake wema, akasema fas-salihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Basi wanawake wema ni wale ambao ni qanitatun, wanyenyekevu, hafidhatun, wenye kuhifadhi vile vya siri alivyohifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wema ni wale ambao ni wanyenyekevu, wanaomnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, ai wanawake wanaodumu kwenye ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanawake watiifu kwa waume zao. Ndio maana akasema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, كانت المرأة من السلف إذا خرج زوجها تقول له اتق الله فينا ولا تطعنا إلا حلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الله أكبر. Wallahi wanawake mkiwa na mwenendo kama huyu ambao waliokuwa nao hawa wanawake wa kabla, tutafaulu insha Allah. Katika wanawake wa kisalaf, yani wanawake wa kabla wema, kuna wakati mume wake anatoka anakwenda kutafuta riziki, mwanamke anamkumbusha mume wake, anamwambia mume wangu, muogope Allah kwetu sisi familia yako, tunakuomba muogope Allah kwetu sisi, usitulishi isipokuwa chakula cha halali. Maana yake usitulishi haramu. Tunaweza tukavumilia kushinda na njaa, lakini hatuwezi kuvumilia kuunguzwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wanawake kama hawa wako kweli? Nisaidie. Mume anatoka anakwenda kutafuta riziki, unamwambia mume wangu, nakuomba usije hapa na riziki ya haramu. Ukijua ni ya haramu usitimi kuja nayo hapa. Bali waleo wa vigodoro na jasmini na vicheni pati, vicheni sambusa, utasikia anamwambia mume wangu, kaibe, unyanganye, ufanye aje, lazima hichi kigodoro nipate sare. Sio tu kule na kigodoro anawezesha mume, bora uibe lakini hichi kigodoro nipate sare. Wanawake wa kisasa jinsi walivyo. Lakini hawa kabla anamwambia mume, mimi niko tayari kuvumilia njaa, lakini siko tayari kuvumilia moto wa Allah. Kwani ni kula haramu sababu ya kwenda wapi? Motoni. Kwa hiyo afadhali nishinde na njaa kuliko kuvumilia au kuliko kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikishinda na njaa, nikafa na njaa, hakuna tatizo, lakini nife niko na radhi za Allah. Lakini nisifi nimekula haramu nikafa niko na hasira za Allah nikaingia motoni. Hatuwezi kuvumilia moto wa Allah. Moto wa Allah ni mzito. Hii njaa ambayo unaisikia inakutishia usalama, unamkosea Allah kwa ajili ya njaa, unafanya majanga kwa ajili ya njaa. Labda leo wanawake sasa mabinti zetu Allah wasuluhishe, wanafanya vituko kwa ajili ya tamaa, wanauza miwili yao, wanajiuza na mengineyo kwa ajili ya simu ya iPhone, anafanya vituko. Hivi vitu venye unaona, moto wa Allah wallahi ni mzito sana kuliko haya maumivu ambayo unayapata hapa duniani.
ni mzito. Kumbe tusijiaminishi na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye atakayotusaidia kuokoka na huyo moto. Lidha mwanamke lazima atizame uhusiano wake na Mola wake ni upi. Yeye na Mola wake wanaishi vipi? Anaishi aje na Mola wake? Anamtii aje Mola wake? Anamuogopa aje Mola wake? Hawa ni wanawake wema. Anajitoa mhanga, anambia mimi sitaki kula haram, moto wa Allah siwezi kuvumilia, lakini njaa naweza nikavumilia, moto siwezi kuvumilia. Mnaujua moto wa Allah? Moto wa Allah, siku Allah anamuumba alituma malaika aende kuupepea miaka 1000. Akaupepea miaka 1000, malaika yuko na pepea moto. Ule moto ukawa mweupe. Allah akasema huyu bado hujatosha. Akamwambia malaika nenda tena ukaupepee. Malaika akaenda akaupepea miaka ingine 1000, moto ukawa mwekundu. Inakuwa miaka mingapi? 2000. Kwa mwekundu wa ruji. Allah akasema bado hujatosha. Katuma tena malaika akaupepea tena miaka ingine 1000, inakuwa ngapi? 3000. Moto unaochochewa miaka 3000 ni kiasi gani? Hiyo mwaka wa 3000 ukapata unageuka mweusi. Hata alana fahiya sauda, mpaka hivi moto wa jahannama ni mweusi. Alafu moto wenye hauna moshi. Bala, wallahi ni bala. Jipime tu kidogo. Siku moja unataka kusonga ugali, usingoje kwanza nipime nione kama unaweza kuvumilia moto wa Allah. Chukua kidole chako, mali maji yashachemka ya ugali, utie tu sekunde 5. Usikie kaasali Utaweza? Hauwezi. Sasa salamu, kama hauwezi kuvumilia huyu moto wa hapa duniani sekunde tu 5, unawezaje kuvumilia moto wa Allah? Allah tusuluhishe. Hii ni nguzo ya kwanza. Kwa haraka ni mwanamke atizame uhusiano wake na Mola wake. Anaishi vipi na ibada za Allah? Anaishi vipi na utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Mwanamke, unatekelezaje ibada za Mola wako? Unakuwa vipi na Mola wako? Tuwafuatilie hawa wanawake waliokuwa kabla, wanawake wa kiswahaba, jinsi walivyoishi na waume zao, walivyoishi kwa ibada za Mola wao subhanahu wa ta'ala. Na kitu kikubwa Waislamu kitakachofanya wanawake waweze kuelekea sawa sawa, wamrejee Mola wao, ni wao kutambua kitu kinaitwa tauhid. Tauhid, ili ni somo muhimu. Tauhid kitu kikubwa sana, ndio kitu ambacho watu wanapaswa waanze kufunzwa kabla ya kila kitu. Tauhid, na ndio chenye mtume alianza kufundisha sallama, kabla ya kila kitu kaanza kufundisha kwanza tauhid. Maana yake watu kumjua Allah, kumheshimu Allah, kujua thamani na uzito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapojua uzito na thamani na heshima ya Allah, itakubidi uishi na mahusiano ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa uko chini ya utiifu wake na ibada zake. Kwa haraka, jambo la pili, nguzo ya pili, silatuha bi zawjiha, uhusiano wa mwanamke na mume wake. Mwanamke mwema, nguzo ya pili, lazima atizame uhusiano wake yeye na mume wake. Uko vipi? Anaishi aje na mume wake? Anaishi vipi na mume wake? Mwanamke anaweza akawa anaishi anafanya ibada za Allah, anamtii Allah kama kawaida, lakini akawa ni mwanamke wa shari kwa mume wake. Si inawezekana? Sipako wanawake tena, pako hata wengine ni watu wa mawaidha, wanakutoleeni mawaidha, lakini ukienda kwake usikie majibu anamjibu mume wake. Ukienda kwake uone visanga vinafanya kwa mume wake, unashangaa huyu ndio alikuwa anatoa mawaidha. Kumbe lazima atizame mwanamke pia uhusiano wa yeye na mume wake uko vipi, ndo atakuwa anakwenda kutekeleza nguzo za yeye kuwa mwema. Akishakuwa mwema, ajue kwamba jamii
inatengenezekea kwenye msingi wake yeye. Maana yeye ndo anakuwa msingi wa ile jamii kuweza kusuluhika na kutengenezeka. Mtume Allah msalimishe anasema, lau kuntu amira ahadan, ningekuwa na uwezo wa kumwamrisha yoyote amsujudie mwingine, basi ningemwamrishaga mwanamke amsujudie mume wake. Sikia maneno mazito. Maneno mazito wallahi. Ningekuwa na uwezo wa kumwamrisha yoyote amsujudie mwingine, basi ningemwamrishaga mwanamke awe anamsujudia mume wake. Kwa nini? Mtume sallallahu dhalika li'idhami haqqihi 'alayha, ni kwa ukubwa wa haki ya mume kwa mke. Maana yake haki ya mume kwa mke ni kubwa sana, na heshima ya mume kwa mke ni kubwa sana. Na heshima ya mume kwa mke ni kubwa sana, na utiifu wa mume kwa mke ni mkubwa sana. Kwa hiyo kama kuna mtu wa kwanza, kama watu walikuwa wanaweza kusujudiana, kama kuna mtu wa kwanza angepewa ruhusa ya kusujudiwa, basi ni mume angepewa ruhusa ya mke kumsujudia. Ishi na mume wako, unatia kwenye akili kwamba baada ya Allah, baada ya kutekeleza haki za Allah, ni haki za mume. Bali Mtume akasema kwenye hadithi sallallahu ya kwamba almar'atu la tuaddi haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha, mwanamke hatafikia kutekeleza haki za Mola wake mpaka atekeleze haki za mume wake. Kama mnasikia, hauwezi kufikia kutekeleza haki za Allah mpaka utekeleze haki za mume wake. Leo tukiangalia kwenye majumba, wanawake wanaishi vipi na waume zao? Wanaishi aje na waume zao? Wanawashika aje waume zao? Heshima, thamani, nia, uzito gani wanawapa waume zao? Bali mwanamke analazimika kumheshimu mume zaidi ya jinsi anavyoheshimu wazazi wake. Mwanamke analazimika kumtii mume zaidi ya jinsi anavyowatii wazazi wake. Ndio sheria ya Uislamu. Maana yake haki ya mume ni kubwa sana. Bali mwanamke kusema ingie peponi kama iko na mume, lazima awe amepata radhi za mume wake, awe amekufa na radhi za mume wake. Bali sio hivyo tu, mwanamke akimkasirikisha mume wake, hatakubaliwa sala wala sadaka wala saumu wala kitendo chochote kizuri, hatakubaliwa mpaka saa mume wake atamridhia. Unanielewa? Yasikilizeni matekeleze. Mko nyumbani uko na mume wako, ikifikia tu ukamkasirikisha mume wako, jua kwamba Allah hatakubali saumu yako, sala yako, ibada yako yoyote, Allah hatakubali. Mtume anasema sallama, thalathatun la yaqbalu Allahu minhum salah wala hasana. Watu watatu, watu aina tatu, Allah hakubali sala zao wala hakubali jema lao lolote hata moja. Allah hakubali ibada yao yoyote hata moja. Watu gani? Mtume sallama, Mtume akasema katika hao watatu, wal mar'atu sakhitu 'alayha zawjuha hatta yarda, na mwanamke ambaye mume wake amemkasirikia mpaka mume atakaporidhia. Maana mwanamke huyu muda ambao mume wako amekukasirikia, hutokubaliwa sala yako wala ibada yako yoyote, ukivisali yote ni zero. Yote ni zero. Mpaka sasa mume wako atakuridhia muwe sawa na mume wako akasiriki tena, ndio unaanza kukubali. Unaweza kufanya siku 3 hauzungumzi na mume wako amekukasirikia, si unasali, labda unaswaumu, unatoa sadaka, yote ni 0 plus 0 plus 0 egal 0. Zingatieni hayo. Kwa hiyo mwanamke lazima atizame alaka, atizame uhusiano wa yeye na mume wake ni upi. Asitoshe kwamba yetu anasali, anaswaumu na mengineyo. Lazima atizame na yale ambayo yanamhusu yeye na mume wake. Atansio kumkasirikisha mume wake. Atansio mwanamke. Atansio kufanya kitu ambacho mume wake atakasirika. Bali mwanamke mwenye akili ni yule ambaye akiona mume wake amemkasirikia, haraka sana anarejea kwa mume wake, mume wangu nisamehe. Isikieni hadithi ya Mtume sallam. Allahu akbar. Kwa kweli Mtume
ni mwalimu. Mumpende Mtume sasa. Mumsalie Mtume. Mumsalie Mtume. Mtume anakuibieni siri ili kutaka uingie. Na hii inatuonesha kwamba ni maambatano au uhusiano wa mwanamke na mume wake. Mtume anasema ukitaka kumuona mwanamke wa peponi, ukitaka kumuona mwanamke wa peponi yuko hapa duniani, ukitaka kumuona kwamba ule ni wa peponi na angali duniani, ni mwanamke mwenye kufanya hili jambo. Ukiona lifanya, insha Allah abshiri, furahia, insha Allah unaweza kuingia peponi kwa uwezo. Kitu kidogo tu ni mwanamke ambaye mume wake anapomkasirikia, mwanamke ambaye mume wake anapomkasirikia, imma kakosewa yeye au kakosea yeye. Unaelewa? Mwanamke ambaye mume wake kamkasirikia, imma ye mwanamke amekosewa au mume ndio amemkosea, lakini mume anatikasirikisha. Mfano, anaweza akakosea ye mume alafu akakasirika, akakukasirikia, au wewe ukamkosea akakasirika. Hizi njia zote mbili Mtume anakuonesha dawa. Hata kama amekukosea yeye lakini akakasirika yeye, wewe ushike mkono wake, mwambie mume wangu, la adhuqa ghamdatu an-nawm hatta nastalih. Mume wangu, sitaonja ladha ya usingizi mpaka hili jambo tulisuluhishe, unisamehe. Nasema aje? Pasito Allah atufanyie wepesi. Hapa sasa lakini ndio nikosei. Alafu atikasirikishe, nimombe msamaha. Hiyo pepo kabisa. Mungu atanisamehe. Kwa sababu Mungu atanisamehe kwa. Simbembelezi. Bali mwingine anakuambia, anione kama niko rofa. Anipelekeshe. Sio. Sasa kupelekesha mwanamke si kiongozi wako. Mume wako si ndio kiongozi wako. Kwa hiyo wewe tu, hiyo ni siri Mtume anakuibia. Ukitaka uingie peponi, fanya hilo jambo. Fanya hilo jambo. Inshallah utaingia peponi. Tena kwa upesi, tena Mtume anasema ukitaka kumuona mwanamke wa peponi, muangalie tu kwa hiyo tabia. Huyo ni wa peponi inshallah. Mko tayari kulifanya? Nasikia miguno tu ndio inatoka. Allah kufanyeni wepesi. Jambo la mwisho Mtume akasema sallama, idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhili aljanna min ayi abwab aljannati shi'ti. Mwanamke akisali sala zake 5, Mtume anasema sallama, mwanamke akisali sala zake 5 akaswaumu mwezi wake wa Ramadhani, mwanamke akiswaumu mwezi wake wa Ramadhani akahifadhi utupu wake, hakuwa mzinifu, akajihifadhi. Na hili leo limekuwa ni jambo sugu, limekuwa lizito, si watoto wadogo mabinti, si wa mama wazima, imekuwa jambo la hatari. Tuna mwanamke iko na mume na iko na kishada pembeni. Mume anakuwa na mke afu anakuwa na kimada. Yeye mke iko na mume na iko na kishada pembeni. Ni majanga ambayo kwenye jamii kabisa. Mtihani wallah. Mtume anakuambia kwamba sali, saumu Ramadhani, chunga utupu wako na umtii mume wako, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake. Vitu vinne. Ukamtii mume wako, siku ya kiyama utaambiwa ingia kwenye mlango wa pepo, ingia peponi katika mlango utakao, kwa ile mlango 8. Pepo ni mlango 8 na kila mlango uko na jina lake na sifa za watu wataingia katika ule mlango. Lakini wewe mwanamke ambaye
umeishi unafanya haya, umesali, umesoma Ramadhani, umehifadhi tupu yako na umemtii mume wako, utaambia siku ya kiyama, ingia peponi kupitia mlango utakao. Haukuwa unaswaumu labda, au tuseme haukupigana jihadi, lakini ukitaka utaingia katika mlango wa wapigana jihadi. Haukuwa umekutoa sadaka sana, lakini utaambiwa ingia katika mlango utakao, ukitaka utaingia katika mlango wa wenye kutoa sadaka sana. Kwa nini? Utakuwa na uhuru wa kuingia katika mlango utakao. Bali pako daraja na mlango unaitwa Firdaus, pepo ya juu. Ukishaambiwa ingia kwenye mlango utakao, utaenda kuingia zile pepo za chini. VIP. Sio VIP, VVIP. Sio tunasemanga VVIP kule Firdaus. Unaona manabii, Nabii Muhammad, Nabii Ayub, Nabii Ibrahim, unawaona hapa. Fursa unaipata kupitia haya maneno, yazingatie. Sali sala zako 5 usiku, saumu mwezi wako Ramadhani, hifadhi utupu wako, mtii mume wako. Unaona kisi mtume ametia na kitu gani? Kumtii mume. Mtii mume wako. Usiishi katika hali ya kuona unamuasi mume. Mume akisema lazima usikilize na mtii. Mume akikwamrisha hukusikia, wallahi unapata dhambi. Mume akisema na wewe ukasema, wallahi unapata dhambi. Mke wangu fanya hivi na hivi na hivi, mume wangu mimi nitafanya hivi, unapata dhambi. Isipokuwa kumshauri. Unaelewa? Kumshauri. Mume wangu mimi nilikuwa na ushauri. Amekupa amri. Mume wangu nilikuwa na ushauri. Kweli amri yako ndio ya kwanza kuifuata. Lakini na ushauri, ukikubali sawa, usipokubali sawa, mwanamke lazima awe. Lakini sio kusema mume wangu nitafanya hivi, unapata dhambi. Lazima uoneshe kwamba hili ninalotaka kukwambia ni ushauri. Ukikubali sawa, usipokubali sawa. Ndivyo gisi mwanamke analazimika awe wa Kiislamu. Kumtii mume na kuhifadhi tupu. Wengi wanasali, wanasoma Ramadhani, lakini wakutana kwenye manyumba, mume anasemaga na yeye anasema. Kwenye manyumba wanakutana, mume akitoka na yeye anatoka. Au wakati mwingine anafusha umo katika nyumba ya mume wake. Allah tusuluhishe. Jambo la 3 kwa haraka, silatuha bi auladiha. Ni uhusiano wa mwanamke na watoto wake. Mwanamke anaishi vipi na watoto wake? Analea aje watoto mwanamke? Mtume anasema sallama, almar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Mwanamke ni mlinzi wa watoto kwenye nyumba ya mume wake. Mwanamke ni mlinzi wa watoto kwenye nyumba ya mume wake, na siku ya kiyama ataulizwa juu ya kile chenye Allah amemchungisha wale watoto. Na leo tukitizama, wallahi tumepuuzia jambo la malezi ya watoto. Tumewapuuzia watoto. Haki za watoto zote tumestupilia pembeni. Mfano, unakutana mzazi yuko na mtoto amesoma mpaka gisi anamaliza humanitarian, anapata diploma. Alikuwa anamuhimiza kuhusu kusoma kizuri. Na anamlipia masomo kama kawaida, na pambana kwa ajili mtoto amalize masomo. Lakini hakuwahi kujihimiza kumwambia mtoto asome masomo ya Qur'ani, ahifadhi Qur'ani. Mtoto anafikia kumaliza humanitarian, hajui nguzo za swala ni zipi. Haya soma jambo. Wallahi maliza humanitarian yako gisi unajua. Kama hujui nguzo za swala, wewe ni mjinga tu. Kwa hiyo unamuonesha mtoto kwamba kusoma haya masomo ya kizungu ndio yako na faida, na wewe ndio yatakusaidia. Unasahau kwamba kusoma dini ndio kitu kimemleta hapa duniani. Hakuja duniani kwa ajili ya kizungu. Hicho kitu mkitoe kwenye akili. Hakuna mtu ameletwa hapa duniani kwa ajili ya kusoma elimu za dunia za kizungu. Au hakuna mtu ameletwa hapa kwa ajili ya kuja kula wala kunywa wala kuoa. Sote tumeletwa hapa ni kwa ajili ya dini, kwa ajili ya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Sote
Kwa hiyo lazima tuanze kuzitekeleza na kutanguliza kile ambacho tumeumbwa kwa ajili yacho. Atansio wazazi. Mwanamke mwema hawezi kutimia kuwa mwema aliyakuwa hajajua malezi ya watoto wake ni yapi. Mfano, mama anaweza kawa nasali, yuko vizuri katika ibada, watoto hawaji binasali. Watoto ni balaa, wavuta bangi, watoto wameshindikana. Unakutana sababu ya watoto kushindikana ni yeye mzazi. Tazameni, Mtume anasema sallama, idha mata al-insan, mtu anapokufa, inqata'a anhu amaluhu, matendo yake yote yanasimama isipokuwa vitu vitatu. Mtu akifa, mambo yote yanasimama isipokuwa vitu vitatu katika haya mambo. Moja katika hayo, Mtume akasema, au waladin salihin yad'u la. Mtu anapokufa, imma anamwacha mtoto mwema atakayekuwa anamuombea. Zingatieni haya maneno ya Mtume. Au akaacha mtoto mwema atakayekuwa anamuombea. Mtume akusema tu au akaacha mtoto. Akaacha mtoto mwema. Niambie, mtoto mwema anapatikania kwenye vuzave? Nisaidie. Mtoto mwema anapatikania kwenye vuzave? Si mnisaidie. Mote mnakiri ya kwamba mtoto mwema hawezi kupatikana kwenye masomo ya kizungu. Mtoto mwema anapatikana kwenye masomo ya dini, asome dini, amjue Allah, amjue Mtume, ajue dini ya Uislamu ili awe mwema. Lakini mbona na huu mtoto ndio atakuwa anakuombea dua wewe mzazi? Lakini mbona tunawahimiza kusoma kizungu, atuwahimizi kusoma dini, na tunajua kwamba hawawezi kutuombea dua baada yetu mpaka wao wasome dini? Nani hali Waislamu? Ndio maana mzazi jitahidi sana kumuhimiza mtoto na kukaa na mtoto na kumnasihi kuisoma dini. Na nyinyi ambao ni mabinti, jitahidi sana, juhudi ambayo unaitoa kusoma kizungu ndio juhudi ambayo uitoe katika kuisoma dini yako. La sivyo wallahi ni hasara iliyokuwa kubwa. Wazazi malezi yamekosekana katika jamii. Hakuna malezi. Watoto wanaharibika. Unakisa watoto wanaharibika leo. Mabinti wanaharibika. Unakutana mzazi, mtoto wa kike anakujia ndani kwako na simu iPhone 18. Unajua ni ngapi? Wewe mzazi umekosa hela ya kununua ya rasio usiku. Mtoto anaingia nyumbani na iPhone 18. Uwe na uwezo kununua iPhone 18 ndio njaa. Anaingia nayo nyumbani na haumuulize ametoa wapi. Haumuulizi ametoa wapi, na hauna uwezo wa kumuuzia. Wala haulizi ametoa wapi. Na ni kwake anatumikisha. Leo ameingia na mimba, ameingia na simu. Kesho akiingia na mimba, utamuuliza ametoa wapi? Kesho akiingia na mimba, utamuuliza ametoa wapi? Kama yuko karibu yako, ukimsema hiyo mimba umetoa wapi? Unakula chapati ya moto ya msura. Kwa nini? Saa ya simu ambayo ndio inakokota ile mimba, hukumuuliza ametoa wapi. Hivi sasa saa ya mimba ndio unauliza ametoa wapi? Wazazi. Ukiangalia sehemu kubwa ya watoto kuharibika ni wazazi. Kukosa usimamizi wa malezi yao, kukosa kujua kinachowapashwa kufanya katika malezi. Mzazi lazima umlee mtoto wako katika malezi ya sawa sawa. Tena kitu kingine, mwalee watoto zenu malezi ya kuridhika sawa na hali ya maisha yao. Mabinti leo hawaridhiki na maisha yao ya nyumbani. Na ukiangalia sababu kubwa utakutana ni wazazi hawakuwazoeza hicho kitu cha kuridhika na maisha yao. Ndio maana unakutana hawaridhiki, wanafanya vitu. Yuko tayari binti kujirekodi picha yuko uchi, akamtumia mwanamume au video kwa ajili apate iPhone, kwa ajili apate Samsung, kwa ajili apate kitu fulani, apate pesa. Kwa nini? Hariziki, hatosheki na ile maisha ya nyumbani.
Maana yake ni kitu ambacho hakufundishwa nacho kuanzia mdogo. Wazazi hawana muda wa kukaa chini na watoto zao na kuwashauri. Ni mara ngapi mnakaa chini na watoto zenu mnawashauri, mtoto wangu maisha ni hivi na hivi na hivi? Wewe mzazi, wewe ndio unajua ni njia gani akiipita mtoto atafaulu na njia gani akiipita anaweza akahasirika, akafeli. Ushamkuia ni mengi unayajua, unaona ya kuhusu maisha. Kaa chini naye umuelekeze, pita hii njia itakusaidia, acha hii njia utakuja kufeli, utaharibikiwa. Mzazi kwa unakaa chini na mtoto. Ni wazazi wangapi wanaikaa? Chukua kama ni wiki moja mara moja au wiki mbili mara moja, kaa chini na mtoto wako huo, unawapa nasaha. Hivyo ndivyo kisa walivyokuwa watu wema kabla, kwa wanawapa watoto wao nasaha. Ndio malezi yalivyo. Na ukimwona mtoto wako amekosea, usimwache, mkemee. Hapana vile mapenzi ya kusema mtoto wangu labda itakuwa ni vile. Kwenye kosa mkemee. Kama ni kumdekesha mtoto mdekeshe, lakini saa ya kosa muoneshe ni kosa, tena mkemee, muoneshe kama limekuudhi, asirudii. Sehemu kubwa ya jamii leo watoto wameharibika, na sababu kubwa ya watoto kuharibika ni wazazi. Andaeni majibu ambayo mtamjibu Allah siku ya Kiyama. Wazazi. Simesikia Mtume anamwambia mwanamke ni mlinzi wa nyumba ya mume wake, na ataulizwa kile ambacho alichochungishwa. Mtume akasema kwa hadithi nyingine, man mata wa huwa ghasha li ra'iyatihi harrama Allahu alayhi aljanna. Mwenye atakufa aliyekuwa ametrishia katika ulinzi wake wenye Allah amempa alinde, Allah ameharamishia pepo. Wazazi tuna kazi. Kwa maneno ya Mtume, wallahi tuna kazi. Mtume anakuonyesha kwamba ukifa haukuchunga vizuri wenye Allah amekuchungisha, watoto wakakuharibikiana kwa ajili ya upuuzi wako, Allah amekuharamishia pepo. Bali Mtume akakuonyesha tena, ukiona watoto zako wawili wa kike ukawalea vizuri, wakafikia kuolewa, hawajaharibika, wallahi hautaingia motoni. Hautaingia motoni. Hata wawili tu inatosha. Wawili tu umewalea vizuri mpaka wakafikia kuolewa, hawajaribika, maana yake umewapa malezi mazuri, wakafikia kuolewa, wako sawa. Wakishaolewa tu umetoa yako shingoni. Hapa Mtume anasema kunna lahu sitran minan nar, inakuwa ni kinga kwake kutokana na moto, hata ingia moto. Allah tusuluhishe kwa kweli. Yalikuwa ni mengi ya kuzungumza, lakini muda hautukubali. Nimebakia jambo moja, wala Allah kutujalia siku tukipata fursa tutakujaga kulizungumzia insha Allah katika hizo nguzo 4 za mwanamke kuwa mwema. Allah tujalie hapa tunazungumza tunufaisha kwa haya. Allah jalie tu wale ambao tumesikia neno nzuri kutoka kwa Allah na Mtume tunalifanyia kazi. Allah awasuluhishe wanawake wa Kiislamu. Allah awafanye wanawake wa Kiislamu kuwa ni wacha Mungu wenye tauhidi na wawe wema, na jamii iweze kusuluhika kwa ajili yao. Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Allah awatengeneze na awaongoze mabinti zetu na vijana wetu.